Mheshimiwa Spika, kwa upande wa michezo, nchi yetu imeendelea kufanya vizuri katika michezo mbalimbali. Mafanikio hayo yanatokana na maono na uongozi mahiri wa Daktari Samia Suluhu Hassan, ambapo katika uongozi wake tumeshuhudia mageuzi makubwa katika sekta ya michezo hapa nchini. Kutokana na hatua hizo, timu zetu za ngazi mbalimbali zimeendelea kufanya vizuri na kulitangaza taifa letu kitaifa, kikanda na kimataifa. Nitumie fursa hii adhimu kuwapongeza vijana wetu wa timu ya taifa ya mpira wa miguu Taifa Stars kwa kufanikiwa kuandika historia ya kufuzu hatua ya 16 bora ya michuano ya kombe la mataifa ya Afrika. Tangu kuanzishwa mashindano haya, Tanzania imefanikiwa kushiriki mara 4: mwaka 1980 nchini Nigeria, mwaka 2019 nchini Misri, mwaka 2023 nchini Cote d'Ivoire na mwaka 2025 nchini Morocco, ambapo tumeweka rekodi ya kuingia 16 bora. Mashindano ya AFCON hutazamwa na watu wengi duniani, hivyo mafanikio haya yameiwezesha Tanzania kutambulika zaidi katika ramani ya soka barani Afrika na duniani kote. Serikali kwa kushirikiana na Shirikisho la Mpira wa Miguu Tanzania, Baraza la Michezo la Taifa na benchi la ufundi na wachezaji pamoja na wadau wote wa michezo imeelekeza nguvu sasa katika maandalizi ya timu ya taifa ili kuhakikisha inafanya vizuri zaidi katika mashindano yajayo ya AFCON ya 2027 ambayo yatafanyika kwa umoja Tanzania, Kenya pamoja na Uganda. Aidha, maandalizi ya miundombinu mbalimbali ikiwemo ujenzi na ukarabati wa viwanja yanaendelea vizuri. Matarajio yetu ni kuhakikisha maandalizi yanafanyika kwa ufanisi na kombe hilo linabaki hapa nchini, na inawezekana. Nitoe wito kwa Watanzania wote kuendelea kuiunga mkono timu yetu ya taifa na wakati wote kuchangamkia fursa mbalimbali zinazojitokeza kutokana na maandalizi ya mashindano hayo. Pia nitumie fursa hii, timu zetu za taifa za michezo mingine zimeendelea kufanya vizuri katika maeneo mbalimbali. Mathalani, katika mchezo wa cricket, timu ya taifa ya vijana chini ya umri wa miaka 19 ilifanikiwa kufuzu mashindano ya kombe la dunia la cricket chini ya umri wa miaka 19 yaliyofanyika mwezi Januari 2026 nchini Namibia. Hatua muhimu katika maendeleo ya michezo ni pamoja na hiyo. Timu nyingine zilizofanya vizuri katika hatua mbalimbali za mashindano ni pamoja na timu ya taifa ya wanawake, timu ya taifa ya mpira wa miguu ya wanawake Twiga Stars, klabu ya JKT Queens, timu ya taifa ya mpira wa miguu chini ya umri wa miaka 20 yani Ngorongoro Heroes, timu ya taifa ya mpira wa miguu kwa watu wenye ulemavu yani Tembo Warriors, timu ya taifa ya ngumi, timu ya taifa ya kuogelea na timu ya taifa ya mpira wa miguu chini ya umri wa miaka 17 yani Serengeti Boys. Mheshimiwa Spika, ninapenda pia kuzipongeza klabu zetu za soka hapa nchini kwa mafanikio makubwa zinazoendelea kuyapata katika mashindano ya kimataifa. Klabu za michezo za Simba na Yanga, nianze na Yanga na Simba, zimeonesha ushindani wa hali ya juu kwa kufanikiwa kufuzu na kushiriki katika hatua za makundi ya ligi ya mabingwa barani Afrika. Hali hii inadhihirisha uimara, ubora na ukuaji wa soka la Tanzania katika ngazi ya Afrika. Na kwa kuwa michezo bado ipo inaendelea, nizitakie kila laheri katika michezo inayofuata. Aidha, klabu za Azam na Singida BS zimefanikiwa kufuzu kushiriki hatua ya makundi kombe la shirikisho barani Afrika. Mafanikio haya yameendelea kuitangaza vyema nchi yetu na kuipa heshima kubwa kimataifa pamoja na kuongeza alama za nafasi ya Tanzania katika viwango vya soka hapa Afrika. Katika hatua nyingine, kuendelea kukuza vipaji vya michezo hususan miongoni mwa vijana wetu, serikali inaendelea kutekeleza kwa kasi ujenzi wa akademia ya michezo ya Malia. Mradi huu ni moja ya uwekezaji mkubwa wa kimkakati unaolenga kuandaa kizazi kipya cha wanamichezo mahiri kitakaoweza kushindana katika ngazi mbalimbali za kitaifa. Nitumie fursa hii
kuipongeza klabu ya Yanga kwa kufanikiwa kutwaa ubingwa wa Kombe la Mapinduzi katika fainali iliyochezwa katika uwanja wa Gombani Pemba dhidi ya klabu ya Azam. Mashindano ya Kombe la Mapinduzi si tu ni burudani, bali yamekuwa chachu wa mshikamano wa kitaifa unaoenzi mapinduzi matukufu ya Zanzibar na kukuza vipaji. Serikali inatambua na kuthamini mchango wa wanamichezo binafsi katika kutangaza taifa. Ninapenda kupongeza wanariadha wetu mashuhuri Alphonce Simbu kwa kuwa bingwa wa dunia wa marathon katika mashindano ya riadha yaliyofanyika jijini Tokyo nchini Japani, ambapo alinyakua medali ya dhahabu. Mafanikio hayo yameitangaza Tanzania kupitia na kuipa heshima taifa letu. Mheshimiwa Spika, nihitimishe hotuba yangu kwa kuwashukuru tena waheshimiwa wabunge kwa michango yenu muhimu mlioitoa kwa lengo la kuboresha maisha ya wananchi wetu. Kama nilivyotangulia kusema, michango yenu ni muhimu sana katika kuimarisha utendaji wa serikali.